tuli nyumbani, mara tipsi, koko, kitambaa cheupe na madompo, analewa. Msiba usikie kwa jirani. Doto, ulikuwa unaongea na nani? Na mbona simu yako imekuwa ya siri sana? Ni simu ya kazi tu, na wala hakuna tatizo lingine. Simu ya kazi? Na mbona ni kwamba uniamini? Nishakwambia ni simu ya kazi. Hata kile ninachokuambia. Ali, karibu bwana. Fresh mwanangu, nimeshakaribia. Karibu sana. Asante sana. Vipi hapa kwako, mambo yanaendaje? Tunamshukuru Mungu. Vipi huko utokako? Huko ni kwema. Nimeona bwana ndugu yangu nije angalau nikuangalie, maana sikuonioni kwa mtaa. Nipo ndugu yangu, nipo. Ndugu yangu nalala sana. Alafu nalala usingizi usiokuwa na ndoto. Kuna kufanikiwa kweli hapo mwanangu? Ninachokifikiria hata wewe huwezi kukijua ndugu yangu. Kwa sababu acha kabisa. Maanisha nini kusema hivyo? Bora hata umekuja. Kwa sababu hapa nilikuwa nawaza baada ya kutoka hapa nyumbani nikufuate huko nyumbani kwako. Kwa sababu mimi ndugu yangu nisikufiche, nina vitu ambavyo vinaniumiza akili yangu. Au ni masuala ya pesa nini umekopa umeshindwa kurudisha ndugu yangu? Watakufunga maana wewe na pesa na kujua. Afadhali hata yangekuwa masuala ya pesa ndugu yangu. Maana hayo tungeamaliza. Lakini hili ninalolifikiria kwenye kichwa changu, sijui hata nianzie wapi. Leo nimekuja kwako na nitisha kinoma. Kama basi swala la pesa ni dogo, basi hilo itakuwa ni balaa. Sio kwamba nakutisha. Ukiachana na masuala yote, bado wewe ni ndugu yangu ambaye tunaweza tukashauriana vitu. Ni kweli wewe ni ndugu yangu na siwezi kukutupa. Tena wewe ni zaidi ya ndugu. Nadhani unaelewa hivi. Naelewa sana. Hebu niambie, maana so poa kabisa. Ujio wako umekuwa ni bora sana. Hivi tangu wewe umekuwa hapa mtaani, ulishawahi kuona tunalindwa kama tuko jeshini? Mwanangu umeshaanza kuweuka, tukutafutie tiba ya daktari, maana kwa mambo anayozungumza leo sikuelewi kabisa yani. Hapana. Mimi sijafikia kiwango cha kuweuka ndugu yangu. Hasa ndugu yangu, kama hujaweuka, na hizo ndoto za kwenda jeshini zinatoka wapi? Sina ndoto ya kwenda jeshini. Hasa kama hauna ndoto ya kwenda jeshini, hayo mambo yanatoka wapi? Ile leo umekaa wapi? Maana mwanangu anakuja sasa hivi hapa tena sokoni. Mke wangu, hebu angalia hapo ndani kuna sehemu nimeweka hapo napoweka. Sasa sikia nikwambie, issue iko hivi. Unakumbuka ile siku tumekutana kule? Ukanipa ile shilingi 10,000. Njiani sasa wakati narudi, ilikuwa hivi.
Kumbe ndo ilikuwa hivyo? Ndo ilivyokuwa. Alafu hata mke wangu sikuweza kumwambia kwa sababu hii issue ni kubwa sana. Ni bora hata ndugu yangu kumwambia, maana hili jambo ni kubwa, linahitaji umakini. Nimejaribu kuchanganua kwa kina zaidi. Hicho kinahitaji umakini sana kwa sababu hicho kitu kilitokea hapa. Shem, mambo? Poa Shem, karibu. Shem, ndio mambo. Safi kwema? Mimi nimekuta ni Mashem. Ya, umemkuta. Mima. Njoo mke wangu, rafiki yako ameshafika. Karibu Shem. Asante Shem. Sasa tunaenda. Okay mke wangu. Ukumbuke why. Kuna mchongo nilikuja kukwambia, ila kulingana na mambo ulionielezea hapa, naomba nikuache kidogo, maana kuna sehemu mimi nawahi. Okay sawa, usijali. Labda kuhusiana na hilo, acha mimi nilifanyie uchunguzi zaidi. Sawa. Tutazidi kuwasiliana. Fresh mwanangu, tutakutana kwa wakati mwingine. Okay sawa. Mr. Junior. Ndio sana. Vipi, mbona sikuoni sasa hivi kwenye yale masuala yako yale? Kama unakumbuka, nilikwambia kuwa Mshua amenibana sana. Ameniweka kwenye mazingira ambayo kwake ni rafiki kidogo. Ila anaweza kukaa kwenye mazingira hayo unaosemea wewe, lakini siku unajua tena una janja nini au sasa hivi ushapunguza. Unajua nini Nelson? Ndio. Toka nirudi chuo. Yaani na demo mmoja tu. Na kuna mazingira najitahidi kuyatengeneza, najaribu kubaki naye, yani nione kuna nini nishatoweza mimi nakujua utaweza. Lakini nimeamua. Wewe pitu na mambo, nishakwambia haya mambo nakujua unayafuatilia kwa wingi. Ni kweli, lakini sasa inafika mahali mtu mwenyewe ujitambue. Kumbe unachokifanya kuna wakati kitakuletea madhara. Ni jambo jema sana utakuwa kama mimi. Yaani sasa hivi mambo mengi mawazo. Ila tuachane na hiyo Mr. Junior. Unakumbuka kuna mchongo tuliupanga? Nikakupa kazi moja. Nikakuomba unisaidie kwenye yale mambo yangu ambao nilikuwa nahitaji agent. Vipi, ushafuatilia? Nimefuatilia ile swala kwa kina sana. Ndio. Na yule mtu alifanikiwa kuongea naye? Ndio. Kwa njia ya simu. Ndio. Na ameniahidi siku ya kesho tuweza kuona naye ili tuyajenge, tujue tunafanyaje na tujue tunaanzia wapi. Tunaelewa hiki kitu ni kizito kidogo. Ndio, lakini tunamwamini kwenye masuala, unajua bisa vitu ni professional nzuri. Kwa hiyo naomba nikutoe wasiwasi. Ndio mambo yako. Vipi, safari ya wapi? Nenda sokoni hapo baby. Sokoni? Kwa nini singepiga simu vitu viletwe nyumbani na vilipeke? Si nimeona tu nioshe tu miguu baba. Usije kawa sokoni afu vikaenda kuuza vitu vingine. Hapana, hata sijali. Vipi, na wewe nani? Wewe rafiki yangu. Ndiye Shem, rafiki yangu yafaika Mima. Okay, Mima. Habari yako? Kwa hiyo baba. Ndio. Sikiliza. Kama nikutie nyumbani. Lakini kwa vile tunaonana hapa, hivi kusema niko vizuri sana. Nakupa hii hapa mbele tatu kabla sijaja. Unaelewa? Wow, baby. Alafu asante baba. Na alafu nyingine unapoelekea kukumbuka kwa hiyo nyumba. Unajua? Maliza mambo yako nitakupigia. Tutaongea vizuri. Sasa hivi sio nataka uwai afu ndio mazingira ya kule. Kwa hiyo sikesho nitakupigia. Ndio kusubiri muda sana. Kuna kazi kwa namalizia nyumbani. Ndio maana nimechelewa. Jomba. Wewe umeniita sehemu hii hapa. Nimekuita sehemu hii maana ni sehemu ilikuwa inapaswa mimi na wewe tukutane. Pasina mtu yote kutuona wala kutuhisi.
Ni jambo gani hilo? Hata na hivyo haya mazingira kidogo sio rafiki. Hebu naomba tusogee kidogo kwanza kando tuweze kuzungumza. Sasa mjomba, nimekuita eneo hili kwa sababu sasa hivi ni salama. Mjomba, najua nafasi yako ni ya muhimu sana kwa Sofia. Kumbuka kitu kimoja, haipaswi kumwambia kitu chochote Sofia. Mbona jambo hili zito sana? Haya mauaji ni makubwa sana. Mauaji? Tena utambue, katika ile familia kuna mtoto amebaki. Na sasa hivi wanafanya uchunguzi, na siri hii ikitoka, narudia tena, siri hii ikitoka, nitajua ni wewe ambao umesambaza. Na ndio maana mimi kukuita huku na kuweza kuzungumza ili jambo. Siri ibaki na wewe, siri ibaki na mimi. Nadhani utakuwa umenielewa mjomba. Nimekuelewa mjomba. Kwa hivi hii siri haitatoka. Hili swala likifahamika, hautapona wewe wala mimi. Nimekuelewa mjomba. Na kuahidi hii siri haitatoka. Niamini kwa hilo. Basi nashukuru. Kama hii siri utaendelea kuitunza, ibaki kama ilivyo. Nashukuru.